Isamuhyo. Na ukitaka kuthibitisha hilo, hii ndio mara ya kwanza Yanga wanashinda mechi hapa Isamuhyo. Maana yake ni uwanja mgumu na JKT ni mpinzani mgumu. Kwa leo kuna kiwango cha kujitoa kwa wachezaji kimeongezeka na alhamdulillah tumepata matokeo mazuri. Pengine cha tofauti umekiona kimebadilika kwa wachezaji leo hii kutoka kupoteza mchezo Dodoma, lakini pia wakihitaji hii mechi kwa sababu nyinyi ni mabingwa watetezi pia. Nimezungumza na wachezaji hapa kama wawili watatu hivi. Kitu pekee ambacho wanakisisitiza na wamekiomba hata mimi nikiseme kwa wanachama na mashabiki wetu. Sasa hivi hapa tupo katika hatua za mwisho za msimu. Tumeshaingia nusu finali CRDB Cup. Bado mechi 7 kwenye kombe la NBC ligi iweze kumalizika. Vyovyote takavyokuwa, yani hawa ndio wachezaji wetu ambao tutaenda nao mpaka mwisho wa msimu. Kwa hiyo wanawaomba sana mashabiki. Mistakes zinatokea kwenye pitch, lakini zisiwe mistake za kuona kwamba hakuna ambacho wanafanya kwenye hii timu. Kuona kwamba hawastahili hata kuwa kwenye hii timu. Kwa hiyo ombi lao ni wanachama na mashabiki washikane nao kwanza kipindi hiki, kila mmoja awe nyuma ya timu tupate matokeo mazuri. Hakuna mchezaji yoyote wa Yanga anayeingia kwenye pitch hapa kwa ajili ya Yanga ifungwe. Wote wanakuja, wanatoil kwenye uwanja wa mazoezi, wanatoil kila siku kuhakikisha Yanga inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo ujumbe wao sio kwa ajili ya kufungwa na Dodoma. Unajua kwenye football tumefungwa na Dodoma Jiji. Mwenyezi Mungu aepushe watu kafungwa mchezo mwingine. Lakini haimaanishi kwamba wachezaji hawa wanakuja kwa ajili ya kutaka kufunga. Kwa hiyo wamenituma tuutumie ushindi wa leo tukajitafakari tu katika hatua za mwisho za kumaliza msimu. Tuna makombe mawili ambayo tunataka tuwatetee. Tunatakiwa tu wamoja, tusimame nyuma kikosi chetu, tuwape nguvu waweze kutupambania tuweze kupata matokeo mazuri mwisho wa msimu inshallah. Inaongeza pressure semaji mkiwa mnapiga hesabu hizo kama bingwa mtetezi wa ligi wa CRDB mechi zilizosalia. Sisi hatuna pressure yoyote kwa sababu tupo katika ndani ya malengo tuliojiwekewa. Tuko nusu finali CRDB, tunaongoza ligi kwenye NBC, kwa hiyo tupo ndani ya malengo ambayo tumejiwekea. Nilivyozungumza nyakati fulani kwamba upinzani umeongezeka kwenye ligi, ilionekana kama anachekesha hivi. Lakini baada ya Yanga kufungwa, naona sasa mijadala ibadilika. Kila mtu anasema ubingwa sio mkoa wa moto na nini. Lakini pointi zikiwa 5, ligi ni dhaifu, ligi ni mbovu. Pointi zikibakia 2, Yanga ndo mbovu, wapinzani wamekuwa bora. Kwa hiyo sisi hatuna pressure yote na maneno ya nje. Focus yetu ipo kwenye pitch. Tutaendelea kufanya vizuri inshallah mpaka tutapofikia malengo ya kuchukua makombe mawili. Timu ambayo mnakwenda kukutana nayo hapo kesho kwenye hatua ya nusu finali ni mshindi kati ya Mashujaa au Azam. Singida imekuwaje bwana? Umetolewa Singida? Na Coast? Masanza kabla ya hii Masanza nilikuwa nazungumza naye asubuhi. Yaani the way ninavyozungumza naye kama ni mtu ambaye anacheza naye finali yani. Wameenda mpaka mkono ya penalty. Penalty tena? Bahati mbaya Hussein Masanza. Huu msimu ana shida. Yaani tofauti ya Masanza na Chukuchuku msimu huu ni mikoa tu. Moja iko Singida, moja iko Dar es Salaam. Si aliwahi mapema. Angechelewa ni kama Chukuchuku anaishi Singida yule. Basi tu ndio hivyo. Bana Singida pole bwana kama ametoka. Sisi aje yoyote, aje Azam, aje Mashujaa, sisi focus yetu ni kutetea ubingwa. Sasa inawezekana timu yenye malengo ya kutaka kutetea ubingwa ikaanza kuwaza nusu finali yaingie nani. Sisi malengo ni kucheza finali, tushinde hiyo finali. Kwa hiyo Mungu atakayemjalia kwa kadari zake siku ya kesho kushinda, sisi tutamsubiri kwenye hatua nusu finali inshallah. Ulionekana kumuita Asink wewe na sio bila shaka kama mnampongeza hivi. Tulikuwa tunampongeza Frank Asink na hii ni muhimu niiseme. Nahodha wetu Bakari Nondo Mwamnyeto kutoka mechi iliyopita Dodoma Jiji kuja mechi hii amepokea critics nyingi kweli kwenye namba yake ya simu, kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo psychological hakuwa sawa. Yaani Bakari leo tumemkosa sio kwa sababu ya najulisha pale muda umeisha kwa twende haraka. Sio kwa sababu ya majeraha, ni kwa sababu hakuwa sawa kichwani. Ndio maana tunasema kila siku kwenye mpira mtu anatakiwa awe sawa kichwani, awe sawa kwenye fitness mwili wake na kila kitu. Psychologically Bakari hakuwa sawa. Kwa hiyo aliomba kwenye technical bench leo apumzike. Sasa ndio maana tukatoa ujumbe kwamba mashabiki wanaumia yes, lakini players pia wanaumia wanapopoteza mchezo. Kwa hiyo tunawaomba wasimame nyuma sasa. Ndio maana Sinki amecheza hii mechi leo akimreplace Bakari Mwamnyeto kacheza vizuri. Ni jukumu letu kumencourage yeye na wenzake waliocheza, lakini pia ni jukumu la kumencourage pia na Bakari. Uwanja huu
alitupambania tukapata furaha hapa kwenye Kariakoo Derby. Funga goli muhimu ambalo tulipata alama moja. Kwa hiyo inatokea bahati mbaya. Na player wanajua kabisa leo sicheza vizuri. Ndio maana unaona kuna mechi inaisha hizi anaomba msamaha. Wanajua kabisa kwamba leo sijacheza vizuri, lakini ndio football. Kwa hiyo tukiwa tunawa attack, maana yake tunaungana kundi la maadui wetu kupunguza nguvu yetu. Tukiwa tunasimama nyuma wa wachezaji wetu, maana yake tutasimama nyuma kwenda kupata matokeo mazuri. Leo tumemkosa Bakari kwa sababu ya maneno mabaya. Mimi nionyesha maneno mabaya ambayo anasema player tofautiana. Sasa tukienda na hii tabia, kuna siku hapa tutasema kikosi kizima. Alafu ndo mimi nitavaa jezi sasa. Nikamate 28 pale. Mafuriko tu. Kiungo nani? Kamwe. Napiga mafuriko tu. Usivitinya wewe. Kumbe. Kwa hiyo nawaomba sana wana Yanga. Tuko mwishoni. Yaani hatuna excuse saa hizi ya mambo yote ya timu zaidi ya hawa. Kwa hiyo tuwasimamie hawa na inshallah tutapata matokeo mazuri. Asanteni bwana. Muda umeisha.